Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Maendeleo ya jeshi la Urusi katika mkoa wa Dnipropetrovsk yanaleta ukombozi wa Krasnoyarsk katika eneo la DPR karibu zaidi. Denis Pushilin, mkuu wa jamhuri, anasema, tunaona maeneo mengi ya ufikiaji yakifunguliwa katika mkoa wa Dnipropetrovsk ambayo inaturuhusu kutumia kimkakati maendeleo yetu na kusonga mbele kuelekea kukomboa Krasnoyarsk. Kufuatia ukombozi wa Petrovskoye, tulipiga hatua kuelekea kile kinachoweza kuchukuliwa kwa kitovu muhimu cha vifaa vya Kiukraine, kijiji cha Novopavlovka, Pushilin alisema. Pia aliripoti mapigano makali ya mitaani huko Chazov Yar, akibainisha kuwa adui anaendelea kuhamisha hifadhi kwa nia ya kushikilia nyadhifa zao. Wakati huo vikosi vya Urusi vinapiga hatua kuelekea Krasny Liman. Wapiganaji wa kundi la vita mashariki wamewajeruhi zaidi ya wanajeshi 170 wa jeshi la Ukraine. Kituo cha ANTPQ-49 cha mtambo pamoja na vifaa vingine mbalimbali. Alexander Godiev anaripoti. Anasema kwa muda wa siku nzima Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 170. Kulingana na yeye, kikundi hicho kinaendelea kutekeleza mission ya mapigano katika eneo maalum la operation ya kivita. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Kumbuka hivi ni vile ambavyo vinaendelea kujiri kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kile ambacho kinaendelea moja kwa moja. Vile vikosi vya ulinzi vya anga vimedungua ndege 11 za Ukraine zisizo na rubani katika mkoa wa Oryol nchini Urusi na nyingine katika eneo la Voronezh, Wizara ya Ulinzi imesema kwenye taarifa. Gavana mkoa wa Voronezh Alexander Bogomaz aliandika kupitia Telegram kwamba hakukuwa na majeruhi au uharibifu kwenye ardhi. Vile vikosi vya jeshi la Ukraine vimeshambulia maeneo 8 ya mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa risasi na ndege zisizo na rubani 67 katika siku iliyopita, Governor Vyacheslav Gladkov anaripoti. Kulingana na mkuu wa mkoa, makombora mawili na ndege 10 zisizo na rubani zilirushwa katika wilaya ya Grigoronsky na kuharibu kituo cha miundombinu ya kijamii. Wilaya ya Shebekinsky ilishambuliwa kwa ndege 12 zisizo na rubani na kuharibu basi na gari la abiria. Ndege 5 zisizo na rubani ziliweza kurushwa katika wilaya ya Volkanovsky ambayo ilisababisha nyumba ya kibinafsi kuharibiwa. Vile Rais wa taifa la Marekani Donald Trump anasema anajaribu kumaliza mzozo nchini Ukraine, lakini anaamini kuwa unahusishwa na hatua za utawala wa kiongozi wa 46 wa Marekani Joe Biden. Namnukuu, mkataba wa Ukraine ni jambo ambalo halingepaswa kutokea kamwe, lisingetokea. Hiyo ilikuwa hali ya Biden na sio hali ya Trump, na ninajaribu kukomesha, aliliambia jarida la The Atlantic wakati akizungumza kuhusu suluhu ya mzozo nchini Ukraine. Na kwa kweli nina simu na Rais Putin katika takriban dakika 3. Msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov aliwaambia waandishi wa habari mapema kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin katika mazungumzo ya simu na Trump alithibitisha utayari wa Moscow kuendelea na mazungumzo na Kiev baada ya Juni 22. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.